Kwa majina anaitwa Hamis Benjamin, kapteni wa Maendeleo FC. Tumecheza mechi yetu ya pili leo, tumepoteza mchezo wetu wa leo. Bahati haikuwa kwetu, tumejituma kati ya uwezo wetu, tumejaribu kufuata maelekezo, lakini tumepata nafasi nyingi lakini tumeshindwa kuzitumia. Kwa hiyo kipindi cha kwanza tumedelay kidogo, kosa moja tulilofungwa hilo goli. Na tumejitahidi kutengeneza nafasi lakini umakini umeshindwa kupatikana katika timu yetu. Nadhani katika mechi ijayo tutafanya vizuri tuweze kusonga mbele. Kwanza kabisa namshukuru Mwenyezi Mungu. Kwa jina naitwa Yondan Kibuti, ni kocha msaidizi wa Magereza. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu tumepata matokeo kwa sababu game ilikuwa tafu. Kuanzia dakika ya kwanza kama ulivyoshuhudia ndugu mtangazaji, tumefanikiwa kupata matokeo na ni kweli tulikuwa tunahitaji matokeo kwa sababu game ya kwanza tulipoteza Kiomboi. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa matokeo haya. Ushindani ni mzuri, hatujajua matokeo ya Kiomboi mpaka sasa hivi, lakini ukiangalia ile graph ya msimamo kwenye group letu, wenzetu walikuwa na pointi 3, game ya kwanza walishinda, sisi tulipoteza. Kiomboi wana pointi 3, tujui matokeo yakoje, na sisi tumepata pointi 3. Kwa tafsiri hiyo unaona kabisa ni 3-3-3. Kwa hiyo kila timu inahitaji kushinda game ya mwisho ili iweze kuqualify hatua inayofuata. Ushindani na uonaje? Tunamshukuru Mwenyezi Mungu na tutaendelea kupambana kila wakati ili tuweze kuvuka hatua hii. Waambie chochote kinachoendelea katika mechi inayokuja sasa. Mechi inayokuja itakuwa ya kufa na kupona. Do or die. Tunahitaji matokeo ili tuweze kuvuka hatua inayofuata. Na sisi ni wazoefu, tunaamini hatuizarau timu ambayo tunaenda kukutana nayo, lakini tunaamini tutapata ushindi. Kwa majina naitwa Kasum Bendera, ni nahodha wa Magereza. Na tukizungumzia kuhusu mechi ya leo, mechi ilikuwa tafu sana kutokana na timu zote tulikuwa na uhitaji wa alama 3. Kwa hiyo kila timu ilikuwa inataka kujitoa kutokana na mchezo ambao tunakutana nao, ilikuwa lazima tupate matokeo kutokana na mechi ya kwanza tulikuwa tumeshapoteza. Ushindani ni mkubwa, yani tangu ligi imeanza ushindani ni mkubwa kwa sababu timu zote zimejipanga. Kila timu haitaki kupoteza katika uwanja wake nyumbani au ugenini. Kwa hiyo lazima icheze tafu kutokana na mechi tunakutana nayo. Unasemaje sasa mechi inayokuja? Kwa timu yetu kwa mechi inayokuja lazima tupate matokeo ili tuende hatua inayofuata. Kwa hiyo kwa vyote vile tunatakiwa tupambane mwanzo mwisho. Yaani kama tulivyocheza leo, tutacheza mechi ijayo hivyo hivyo. Nakushukuru. Asante. Majina naitwa Kandoro Salim, ni meneja wa Mingaoili. Mchezo ulikuwa mgumu na ulikuwa mzuri kifupi. Tumeweza kupoteza kwa bao moja. Nadhani vijana wamepambana lakini bahati iko upande wetu. Ila vijana wamecheza kwa maelekezo na tuna kujipanga kwa mchezo unaofuata. Ushindani ni mzuri kwa sababu Magereza wako vizuri. Pia na mechi ya kwanza tulipocheza ilikuwa mechi ngumu. Kwa hiyo mechi leo tumepoteza. Makosa leo tutokea kwenye mchezo. Na kufanya kazi kwenye mazoezi ili kuweza kufanya vizuri kwenye mchezo unaofuata. Tutakuwa ni wa mwisho. Mimi kwa jina naitwa Mwaka Yohe, ni mdau wa football, nafuatilia mashindano ya under 20 na mashindano ya mkoa. Nimeshuhudia mechi mingi ila mimi ni mshabiki wa Singida Market Football Club. Ila najaribu kufuatilia mechi nyingi na leo nimekuja kuisupport Mingaoili. Nimepoteza ila wamecheza vizuri. Ni kweli mashindano yanasimama vizuri ila na kitu nataka kuongea kuhusu waamuzi. Mashindano makubwa yanayotambulika kitaifa hapo chini ya TFF. Hiyo mechi imechezeshwa, wameshinda Magereza. Ila Mingaoili wamecheza vizuri. Ila nyie si refu ile mpira wa miguu kwa haki mpira. Kuna vipaji vingi sana Singida kuna vipaji vya kutosha. Endapo mashindano yatasimamiwa, kuna vijana watapata fursa nyingi na watafika mbali na wataweza kutuwakilisha kimataifa. Yangu ni haya. Mimi ni mshabiki wa Singida Market. Tunaongoza kundi, tupo grupu letu, tuko juu. Ni hayo tu.